Na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, na karibu sana katika kipindi cha The Voice of Hope. Na naamini ya kwamba Bwana amekulinda na tutaendelea kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo karibu sana tunapoendelea. Siku ya leo nataka kuendelea na ujumbe ambao Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Nimekuwa nikizungumza kuhusu ndoto na maono. Nataka kuweza kuendelea kuhusu ndoto na maono, na naamini ya kwamba Bwana atatubariki pamoja tunapoendelea kulishiriki hili neno. Tuliacha mahali ambapo tuliona ya kwamba Yusufu aliweza kuota ndoto, na wakati Yusufu alipoota ndoto, neno la Mungu linasema kwamba aliota ndoto akiwa na umri wa miaka 17. Na ndoto hiyo ambayo Yusufu aliweza kuiota akiwa na umri wa miaka 17 iliweza kutimia wakati ambapo alikuwa na miaka 30. Ukisoma katika kitabu cha Genesis chapter 41 and verse 46, the Bible says Joseph was 30 years old when he stood before Pharaoh, king of Egypt, and Joseph went out from the presence of Pharaoh and drew out all the land of Egypt. Kwa hivyo unaona ya kwamba Yusufu ndoto yake imeweza kutimia. Aliota when he was a teenager, aliota hiyo ndoto ya kwanza, na ndoto ya pili akaiota ya kwamba anainamiwa na ndugu zake. Akaota ya kwamba hata baba yake wanakuja kumuinamia, na alipoieleza tunaelewa jinsi ambavyo ndugu zake walimchukia, ndugu zake wakamdharau, na ndugu zake wakajaribu njia zote na mbinu zote kuona ya kwamba wamezima yale maono na kuona kwamba wamezima ile ndoto. Lakini Bwana na asifiwe, kwa sababu ikiwa ni yeye amepeana ndoto, ile ndoto ambayo ameionyesha ama yale mambo ambayo amezungumza katika maono, yeye ni mwaminifu, huwa anatimiza ahadi yake, kwa sababu ahadi zake ni za milele. Wakati Yusufu alipokuwa naota hiyo ndoto akiwa kijana wa umri wa miaka 17, alikuwa naona ndugu zake wakimuinamia, alikuwa naona ya kwamba anawatawala ndugu zake, lakini ndugu zake hawangependa kusikia ya kwamba wanaweza kutawaliwa na kijana wao ambaye ni mdogo. Na hii inaweza kutufundisha mambo kadhaa kuhusu mambo ya ndoto, ya kwamba tunapoangalia hadithi hii ya Yusufu ama maisha haya ya Yusufu, jinsi alivyoota ndoto akiwa kijana mdogo, na jinsi ambavyo baada ya miaka kama 13 baada ya kuota ndoto, sasa hii ndoto yake imekuja kutimia wakati ambapo ako na miaka 30. Kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kujifundisha katika hadithi hiyo ya Yusufu. Jambo la kwanza is that the far you see is the far that you can go. The far you see is the far that you can go. Ubali ambao unaweza kuona, hapo unaweza ukafika. Maana Yusufu akiwa na miaka 17 alijiona akiinamiwa na ndugu zake. Yusufu akiwa na miaka 17 alijiona akiwa anatawala ndugu zake, na ndugu zake wanakuja kumuinamia. Yeye aliona hiyo katika ndoto, lakini Mungu aliweza kufikisha yale maono, kwa sababu sio kila ndoto ni ndoto, ya kwamba Mungu anazungumza nasi kupitia kwa ndoto na kupitia kwa maono. Kwa hivyo ubali ambao unaweza kuona, hapo unaweza ukafika. Na nataka nikuulize siku ya leo, ni wapi unaona? Ni nini unaona katika maisha yako? Kile ambacho unaona, ninataka nikujulishe ya kwamba the far that you can see is the far that you can go. Kuna wakati ambapo Mungu alizungumza na Abrahamu, wakati ambapo Abrahamu waliachana na Lutu. Tunaelewa ya kwamba Abrahamu alipoitwa alitembea pamoja na Lutu, lakini kuna wakati ambapo walienda wakakosana na wakaachana. Na neno la Mungu linasema ya kwamba wakati Abrahamu alipopanda juu ya mlima, hiyo ni Genesis chapter 13, wakati Abrahamu alipopanda katika mlima, Mungu aliweza kumwambia ya kwamba atazame pande zote, atazame north, atazame south, atazame east na atazame west. Na Mungu akamjulisha ya kwamba ubali ambao unaona, ama hapo ambapo unaona, nitakupatia na kutakuwa ni urithi wako. Na uhakika ni ya kwamba Mungu alilitimiza neno lake. Siku ya leo tunapozungumza tunamuita Mungu wa Abrahamu na Isaka na Yakobo, kwa sababu Mungu alitimiza ahadi ambazo alisema kwa Abrahamu. So the far that you can see
is the far that you can go. Yusufu akaona akiinamiwa na ndugu zake, na ukweli wa mambo ni ya kwamba akiwa na umri wa miaka 30 Bwana akamfanya ya kwamba mahali alipoona wakati alikuwa kijana mdogo, sasa ako na miaka 30, lakini Mungu akamfanya aweze kufika pale. Number 2 is that God declares our end while studying on our beginning. Mungu anatangaza mwisho wetu wakati ambapo ako katika mwanzo. Kuna mambo ambayo Mungu anaweza kukuzungumzia ama anaweza kukuonyesha aidha katika ndoto ama katika maono, na yale mambo ambayo anakuonyesha si ya wakati huu. Kuna wakati ambao utakuja, na kwa sababu Mungu anajua mambo yote, kwa sababu Mungu anajua njia zote ambazo utakazozipitia, anaweza kukuonyesha mwisho wako vile utakavyomalizia, anaweza kukuonyesha mahali ambapo angetaka kukufikisha. Halafu baada ya hapo anakurudisha tu katika hali yako ya kawaida. Ninakumbuka kuna wakati ambapo mimi nilikuwa ninaomba, na wakati huo ilikuwa ni kitambo kidogo, ilikuwa ni miaka iliyopita, na wakati huo nilikuwa ninateseka sana kwa sababu ya mambo ya chakula na kwa sababu ya mambo mengi. Sikuwa na pesa na nilikuwa napita katika kipindi kigumu sana. Na wakati mmoja nikaenda katika maombi na nikawa ninamuomba Mungu, na ombi langu lilikuwa ya kwamba Mungu unisaidie, unipe chakula, maana ninapita katika kipindi kigumu sana. Lakini Mungu akanizungumzia miaka hiyo, sasa ni miaka zaidi ya 20 ambayo imepita, na Mungu akanizungumzia akaniambia ya kwamba wakati nitakapokubariki, na wakati ambapo utakula na utashiba, wakati ambapo utakaa nyumba ambayo haujajenga, na mizabibu uwe na mizabibu ambayo haukupanda, usije ukanisahau. Na maneno hayo yalionekana ni maneno matamu, lakini hayakuonekana kama maneno ya wakati ule. Na kwa hivyo, kwa sababu haja yangu kubwa wakati huo ilikuwa ni mambo tu ya chakula, na hata fare ya kurudi mahali ambapo nilikuwa nimeenda katika maombi, hata fare peke yake ya kurudi sikuwa nayo. Lakini ninapotazama jinsi ambavyo Mungu amenileta na ubali ambao Mungu amenileta zaidi ya miaka kama hiyo 20, ambapo alikuwa ananikumbusha, akaniambia kwamba kuna wakati atanibariki. Kwa hivyo kile ambacho ninasema ni ya kwamba Mungu anaweza kutangaza mwisho wako akiwa katika mwanzo. Kwa hivyo kuna mambo ambayo Mungu anaweza kukuonyesha, anakuonyesha jinsi utakavyomalizia. Siku ya leo unaweza kuwa maisha yako yanaonekana ni maisha hafifu. Siku ya leo unaweza kuona ni kama kwamba hauna mbele ama hauna mwisho. Siku ya leo unaweza kuwa umekaa kama mtu wa kuhurumiwa. Siku ya leo watu wanaweza kuona ni kama umepoteza matumaini. Lakini kama Mungu amekuonyesha mwisho wako, endelea kufuatilia yale maono, endelea kufuatilia yale maneno ambayo Mungu amezungumza na wewe. Kwa sababu Mungu anaweza kutangaza ama Mungu anaweza kukuonyesha mwisho wako ukiwa katika mwanzo. Jambo la 3 ni ya kwamba you are not what people see you, you are what God says you are. Wewe si kile ambacho watu wanakuona, kwa sababu kuna jinsi ambavyo watu wanakuona, kuna jinsi ambavyo watu wanaweza kusema juu yako. Watu wakiulizwa wewe ni nani, kuna vile they can describe you. Lakini ningependa uelewe siku ya leo ya kwamba wewe sio kile ambacho watu wanakuona siku ya leo, lakini wewe ni kile ambacho Mungu, ama ni yule ambaye Mungu anasema wewe ndiwe. You are what God says you are. Kwa hivyo usijipime na siku ya leo, usipime situation ambayo unapitia siku ya leo na maisha yako ya baadaye. Tunapoangalia maisha ya Yusufu kama angejipima na his current situation, kuna wakati ambapo aliingizwa katika shimo. Kwa hivyo tungesema, hata tungetaka kudescribe Yusufu wakati kama huo, na labda kama kungekuwa na news, kama watu wa magazeti wangekuja na watu wa media wangekuja, wangetaka kudescribe Yusufu wakati huo, wangekuwa nasema yule Yusufu ambaye aliwekwa katika shimo, yule Yusufu ambaye alitupwa katika shimo na ndugu zake. Na baadaye wangeanza kumdescribe na kuanza kusema yule Yusufu mfungwa, yule Yusufu ambaye alienda na baadaye akapelekwa katika gereza kwa muda wa miaka 2. Lakini kile ambacho ninasema, you are not what people see you, you are what God says you are. Wakati ambapo Yusufu alipokuwa anawekwa katika shimo,
wakati ambapo Yusufu alikuwa anateswa na ndugu zake, ndani ya Yusufu kulikuwa na prime minister. Ndani ya Yusufu kulikuwa na mtu ambaye anaweza kutegemewa katika maisha. Ndani ya Yusufu Mungu alikuwa anatazama na anaona ya kwamba huyu ndiye atatawala nchi ya Misri. Kwa hivyo wewe sio kile ambacho watu wanasema, wewe ni yule ambaye Mungu anasema hivyo ndivyo ulivyo. Jambo lingine ambalo ningetaka niseme ni ya kwamba don't judge somebody by looking at his present situation, because we have great destiny in God. Hii pia inatufundisha, kwa sababu unaweza kuwa katika maisha, kuna watu unawaangalia na unaweza kuwadharau kwa sababu siku ya leo wanaonekana ni kama hawana mwelekeo. Siku ya leo wanaonekana ni kama watu ambao wamepoteza matumaini, lakini siku ya kesho watu hawa Mungu anaweza akawainua. Na wakati ambapo Mungu ameinua mtu, Mungu akiinua ameinua. Kwa hivyo ni vizuri wakati tunapoishi katika maisha haya, Mungu akusaidie na anisaidie. Usiangalie mtu katika macho ya madharau, usiangalie mtu katika macho ya kuona ya kwamba huyu hajafaulu, kwa sababu hakuna ajuae kama Mungu. Yusufu alipokuwa anapita katika kipindi hicho kigumu, nani angejua ya kwamba wakati moja atakuwa prime minister katika nchi nzima ya Israeli. Kwa hivyo hata nawe wakati ambapo unahusiana na watu, inaweza kuwa ni nyumbani, inaweza kuwa ni mahali pa kazi, inaweza kuwa ni kanisani, inaweza kuwa ni mahali popote ambapo uko na kuna watu ambao mnakutana nao, ningependa nikusihi ya kwamba usiangalie mtu kwa macho ya madharau. Usimwangalie mtu na kuona ya kwamba huyu hawezi, kwa sababu wakati mmoja Bwana anaweza kumfikisha katika hatima yake. Na ikiwa ulihusika kumshusha chini, ikiwa ulihusika kumdharau ama kumuonyesha madharau, basi kuna wakati ambapo pia utaaibika, wakati ambapo uliona utakapokutana naye. Kwa hivyo kile ningesema ni ya kwamba Mungu akusaidie, anaponisaidia hata nami, ya kwamba tusiangalie watu kwa madharau, tusiangalie watu na kuwachukia na kuwapuuza na kuona hawana jambo ambalo wanaweza kufanya katika maisha. Hii hadithi ya Yusufu inaweza ikatufundisha mambo makubwa. Jambo lingine ambalo tunaweza kujifundisha katika hadithi hii ya Yusufu ni ya kwamba delay does not mean denial. Delay does not mean denial. Kuna wakati ambapo jambo lako linaweza kuchelewa, baraka zako zinaweza kukaa kama zimechelewa, lakini baraka zako zikichelewa, hiyo si kumaanisha ya kwamba umenyimwa. Ikiwa baraka zako zimechelewa, haijalishi si kusema ya kwamba umenyimwa. Kwa hivyo baraka yako inaweza kuchelewa kwa muda, watu wanaweza kukuchekelea, watu wanaweza kuona kama ulipoteza matumaini, but delay does not mean denial. Hiyo ni kumaanisha ya kwamba wakati ambapo unaona kama kuna mambo ulihitaji na mambo umekuwa ukiomba Mungu ya kwamba aweze kukufanyia na yanaonekana ni kama hayako, yanaonekana ni kama yamechelewa, usije ukawa na wasiwasi, kwa sababu kucheleweshwa sio kunyimwa. Tunapoendelea kutazama hadithi hii ya Yusufu, unaona kile ambacho Yusufu aliona ndugu zake wakimuinamia, aliona ndugu zake wakija na kumsujudu. Na kwa sababu kama nilivyosema tulipokuwa tunaanza kipindi hiki, nilisema ya kwamba mambo ambayo Mungu anatuonyesha katika ndoto, sio kila ndoto ni ndoto. Mungu anatimiza mambo ambayo ametuonyesha katika ndoto. Ukisoma katika kitabu cha Genesis, if you read in the book of Genesis chapter 42, unaona kile ambacho sasa kilifanyika. Ilifanyika tu vile ambavyo Yusufu alikuwa ameota 13 years ago, when he was 17 years, wakati alikuwa teenager, na ikafanyika hivyo. Sasa ako na miaka 30. If you read in the book of Genesis chapter 42 from verse 5, the Bible says, "And the sons of Israel went to buy grain among those who journeyed from the famine, for the famine was in the land of Canaan. Now Joseph was governor over the land, and it was he who sold to all the people of the land. And Joseph's brother came and bowed down before him with their faces to the earth. Joseph saw his brother and recognized them, but he acted as a stranger to them
and spoke roughly to them. He said to them, "Where do you come from?" And they said, "From the land of Canaan to buy food." Unaona hii ndoto ambayo Yusufu alikuwa ameiota. Alikuwa ameota ya kwamba ndugu zake watakuja kumuinamia, ndugu zake watakuja kumsujudu, lakini ndugu zake hawangependa hayo maono yaendelee. Na hiyo ndio sababu kubwa ambayo walimuuza, hiyo ndio sababu kubwa walikuwa namuweka katika shimo na kumuonyesha madharau mengi sana. Lakini unaona sasa Mungu alisababisha ama ikawa ya kwamba katika nchi ya Kanani kumepatikana njaa. Na wakati ambapo kumepatikana njaa, ni lazima watu waende wakatafute chakula. Na incidentally baba ya hawa vijana ama ndugu hawa wa Yusufu wanatumwa wakiwa wote isipokuwa moja ambaye anabaki nyumbani. Na neno la Mungu linasema ya kwamba wanatumwa na dipoza waende wakanunue chakula. Lakini wanapofika tu kununua chakula, yale maono ambayo Mungu alikuwa amemuonyesha Yusufu ya kwamba atatawala ndugu zake, atakuwa mtu mkubwa, tayari yalikuwa yametimia. Na neno la Mungu linasema ya kwamba hawa ndugu wa Yusufu wanakuja kununua chakula. Wanakuja hawajui ya kwamba yule Yusufu waliyemuuza, yule Yusufu ambao walimuonyesha madharau, yule Yusufu ambao walifikiria ya kwamba mambo yake yameisha, ndio wanamkuta akiwa prime minister, ndio wanamkuta akiwa anatawala nchi nzima, na yeye ndiye ako in charge ya kuuza zile chakula. Na neno la Mungu linasema wakati Yusufu kuwaona tu hivi, akakumbuka ndoto yake. Alipokumbuka ndoto yake, kwa sababu alikuwa ameona wakimuinamia, alitaka wamuinamie na alitaka itimike hivyo. Kwa hivyo akawatisha kwa mambo mengi. Alipowauliza, "Nyinyi ni akina nani?" Waliposema, "Tumetoka Kanani." Alipodhibitisha kwa hakika ya kwamba hawa ni ndugu zake, yeye mwenyewe alisababisha ya kwamba wainame mbele zake kama jinsi ambavyo alivyokuwa ameona katika ndoto. Kwa sababu katika ndoto Yusufu aliona ndugu zake wakimuinamia, lakini sasa imefanyika harisi ya kwamba wanamuona. Na neno la Mungu linasema Genesis chapter 42 verse 9, when Joseph remembered his dreams. Alipowaona tu hivi akakumbuka zile ndoto za ujanani ambazo alikuwa nazo. Tunapoangalia maisha ya Yusufu, kuna mambo kadhaa ambayo yanaweza kutufundisha. Tunapofuatilia ndoto yetu, tunapofuatilia yale maono ambayo Mungu ameweka ndani ya moyo wetu, kuna mambo kadhaa ambayo tunaweza kujifundisha. Tukifuatilia ndoto yetu, kuna wakati tunajikuta ni kama tumekuwa kwa shimo. Ama maisha yetu ni kama yamedisappear. Tunapozungumza mtu akiwekwa katika shimo ama kitu kikiwekwa katika shimo, ni kumaanisha kina disappear, kinaondoka katika hali ya kuonekana. Na kwa hivyo katika maisha yetu kuna wakati ambapo tunafika wakati wa disappearing. Katika unapofuatilia maono yako, there is a time for disappearing. Kuna wakati ambapo unaweza kuwa ni kama hata hauko relevant kwa watu, na kuna wakati ambapo unaona ni kama umekuwa alienated ama isolated. Unaona ni kama uko peke yako. Unaona katika maisha kuna wakati kama huu ambapo watu hawakutambui, ambapo hata ukikutana na watu labda hawana shughuli nyingi na wewe, kwa sababu inakuwaga ni wakati huo wa maisha yetu tunapoendelea, especially kwa maisha ya huduma, ama sio maisha tu ya huduma, hata katika maisha yetu ya kiasiri. Kuna wakati ambapo tunakuwa kama maisha yetu yako katika pit. Kwa hivyo hadithi hii ya Yusufu inatufundisha ya kwamba katika maisha haya kuna wakati ambapo unajikuta ni kama uko katika shimo. Na wakati ambapo uko katika shimo, kama nilivyosema, it is your moment of disappearing. Ni wakati ambapo ni kama hautambuliki, ni kama haujulikani, ni kama hakuna mtu ambaye ako na shughuli na wewe. It is your time of insignificance, of your insignificance. Ni wakati ambapo watu labda wanaweza kuona ni kama hauna msaada mkubwa ambao unaweza kuwa nao. Lakini hata hivyo, ikiwa maisha yako katika stage hiyo, kwa sababu katika maisha unaweza kujikuta ukiwa katika hii stage ya disappearing, hii stage ya being insignificant, unaweza kujikuta katika stage hiyo, lakini usiwe na wasiwasi, kwa sababu hicho kipindi ama hiyo stage ya maisha hautakaa milele. Kuna wakati wa kutolewa. Ikiwa kuna wakati wa disappearing, there is also a time
for reappearing, kwa sababu tunaona Yusufu he disappeared, yeye alipowekwa katika shimo. Lakini sasa tunaposoma in the book of Genesis chapter 41 and chapter 42, unaona ya kwamba sasa yule Yusufu ambaye alikuwa amedisappear katika maisha ya watu, alikuwa amedisappear hata katika mawazo ya ndugu zake, he is now resurfacing again, he is now coming out again, anaonekana mara tena. So katika maisha kuna wakati ambapo unaweza kujikuta uko katika hiyo hali ya kudisappear, kutoonekana, kutotaburika, kutojulikana. Ni kama hakuna mtu ambaye ako na shughuli na wewe. Lakini usiwe na wasiwasi, kwa sababu wakati wako wa kuinuliwa tena utafika. Wakati wako wa kusimamishwa tena utafika. Tukiangalia pia maisha ya Yusufu, tunaona kuna stage nyingine ambayo alijikuta, na akajikuta in Potiphar's house. Akajikuta katika nyumba ya Potifa wakati Yusufu alipouzwa, na akauzwa na ndugu zake, akapelekwa kwa mmojawapo wa wakubwa ambao walikuwa kule katika nchi ya Misri. The Bible says in the book of Genesis chapter 39 from verse 1, now Joseph had been taken down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard of Egyptian, bought him from the Ishmaelites who had taken him down there. Yusufu akawa amenunuliwa, lakini uzuri ni ya kwamba alinunuliwa na mkubwa, alinunuliwa na captain katika jeshi la Farao, na akampeleka nyumbani. Na ni katika kipindi hicho ambacho kipindi hicho kina mambo yake, kwa sababu wakati ambapo sasa Yusufu alijikuta katika nyumba ya Potifa, sasa yeye hata igawaje alikuwa kama mtumwa, ama aliingizwa pale kama mtumwa, lakini alipofika kule, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu akampatia Yusufu kibali, kwa sababu Mungu alikuwa pamoja na Yusufu. Yaani Yusufu ni mfungwa, Yusufu ni mtumwa, amepelekwa katika nyumba ya Potifa, lakini anapofika katika nyumba ya Potifa anapata kibali kikubwa sana. Na neno la Mungu linasema ya kwamba Potifa anapomtazama anaona ni kijana mzuri, anaona ni kijana ambaye anaweza kuwa ni manager katika nyumba yake, na anamwachia nyumba yake aweze kuitawala, anamwachia nyumba yake na mali zake aweze kuzitawala na kuzimanage. Na neno la Mungu linasema ni katika kipindi hicho ambacho pia Potifa aliweza kuongezeka sana, ama aliweza kubarikiwa, kwa sababu Yusufu uwepo wa Mungu ulikuwa pamoja na Yusufu. Lakini pia kuna jambo lingine ambalo tunaweza tukajifundisha wakati ambapo unaanza kutosheka, wakati ambapo sasa ile strain inaanza kuisha, wakati ambapo yale mang'ang'ano ambayo ulikuwa nayo katika maisha yanaanza kuondoka pole, unaanza kutosheka na unaanza kutoshereka. Ni rahisi sana ujikute ya kwamba unaingia katika majaribu. Ni katika wakati huo ambapo neno la Mungu linasema mke wa Potifa alipomtazama Yusufu, maana sasa Yusufu anakula vizuri, Yusufu anaoga vizuri, Yusufu anavalia vizuri, na kule ni wakati huo ambapo mke wa Potifa alimtazama Yusufu na akaona ya kwamba wanaweza kufanya usherati na Yusufu, na akamsihi mara nyingi, lakini Yusufu akakataa. Na hii inatufundisha ya kwamba hata wakati ambapo mambo yako yameenda vizuri, wakati ambapo mambo yako yamemalizia vizuri, usione ni kama kawaida. Yusufu aliendelea kushikilia imani, na akamwambia mke wa Potifa ya kwamba hiyo haiwezekani. Usherati katikati yangu na wewe haiwezekani, kwa sababu nitakapokuwa nikifanya hivyo nitakuwa ninaasi kwa Mungu mwenyewe, na kwa sababu bwana wako Potifa ameniachilia kila kitu, lakini wewe ni mke wake, kwa hivyo haifai mbele za Mungu, haifai ya kwamba tukawa na usherati na wewe. Na hii ni kipindi ambacho kinahitaji your self control. Ni kipindi ambacho kinataka ujiwekee mipaka. Ni kipindi ambacho kwa sababu umebarikiwa na kwa sababu umefunguliwa, na kwa sababu sasa maisha yako yameanza kuenda vizuri, na wewe unahitaji kuwa na mipaka. Unahitaji kusema ya kwamba hata igawaje mambo yatakuwa mazuri kiasi gani na yanaweza kupendeza kiasi gani, kwa sababu singependa kuasi Mungu, kwa sababu singependa kupoteanwa na Mungu, unajiwekea
unajiwekea mipaka na unasema ya kwamba na liwe liwalo, mimi siwezi nikapita mpaka huu, siwezi nikamwasi Mungu kwa sababu yeye ameniokoa, yeye ameniita na yeye amenichagua. Umechaguliwa na Mungu. Wakati utakapokuwa unapita katika vipindi kama hizo za Yusufu, ningetaka Mungu akusaidie ya kwamba uweze kushinda majaribu kama vile Yusufu alivyoshinda majaribu katika nyumba ya Potifa, wakati mke wa Potifa alitaka wafanye usherati. Mungu akubariki na Mungu awe pamoja nawe. Hili neno litaendelea. Tukutane wakati huo mwingine, masaa na siku kama ya leo. Bwana wabariki. Shalom.